Lakini upande wa watoto watakaofanyiwa sunna 1050, jambo hili tumelitua kwa jopo la madaktari wenye experience katika mambo haya, ambao watawafanyia sunna watoto wetu kwa njia za kisasa kabisa, sio njia zile za kuumizana za mwaka 47, njia za mpira za kisasa. Wiki ijayo Mungu akipenda, madaktari hao watakuwa hapa ofisini kwangu. Waandishi wa habari, tutakuombeni tena muje msikilize wao wamejipangaje na wanatangaza lini. Kwa taarifa tu, wanataka haya majambo wayafanyie katika vituo vya afya vya serikali. Kwa hiyo wapo katika mchakato wa kufunga mazungumzo na uongozi wa serikali. Watakuja wiki ijayo kutuambia kwa Chanika kituo gani cha afya ambacho watafanyia jambo hili na tarehe ngapi. Kwa Mbagala itakuwa lini, kwa nani itakuwa lini. Kwa hiyo taarifa ya kuwafanyia sunna watoto 1050 zitakuja kutolewa na jopo la madaktari, kwa sababu hilo linafanywa na wao. Sisi taasisi tutawezesha wiki ijayo insha Allahu taala. Ama fomu za ndoa nimetangulia kuwatajia, zinaanza kutoka tarehe 10 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 4. Naomba nitumie fursa hii niwaambie Watanzania, zoezi la kusaidia watoto wetu kuwafanyia sunna au kuwatahiri watoto 1050, hilo halichagui dini wala halibagui. Mtanzania yoyote sharti awe mtoto wa kiume, na mtoto wa kiume kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 kuanzia wiki ijayo madaktari watakapokuja kutoa tarehe zao na location zao, pelekeni watoto wenu. Sisi tunasaidia watu wote. Hili jambo ni jambo la kijamii, sio jambo la kiimani. Ama kama kuna mtu mzima ambaye na yeye ana mtihani huo, anataka kujitoa kwenye hili, basi anaweza akaja kwangu akazungumza na mimi, mtu mzima mwenzake, tujue vipi tunaweza tukamtengenezea mazingira bila ya kumtangaza. Kwa hiyo watu wazima pia tutawapokea. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, mnamo tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, tukiwa ndani ya uwanja wa Mkapa katika jambo letu, jambo kubwa zaidi kuliko majambo yote duniani, ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nilitangaza kwa niaba ya taasisi yetu ya Al-Hikma Foundation ya kuwa mwaka huu tulikuwa tuna surprise nyingi mno. Tulikuwa tuna tiketi 2 za hija za wageni wa mfalme, tulikuwa tuna tiketi 9 za umra, tulikuwa tuna viwanja 4 vya ardhi, 3 kwa ajili ya hadhira na 1 kwa ajili ya mshindi wa Kitanzania. Lakini kama taasisi pia tukatoa surprise ya robo karne. Tuliahidi na tukatamka hadharani ya kuwa mwaka huu tutawasaidia wauage ukapera na ubachela na ubachelati vijana 200, 100 wa Kitanzania na 100 tunapeleka Burundi. Pamoja na hayo tukatangaza ya kuwa tutawafanyia sunna. Sijui wengine sunna wanaelewa, lakini tohara au kuwatahiri watoto wa kiume 1000. Ndugu zetu wa polikliniki na wao wakaongeza watoto 50. Kwa hiyo jumla watoto tutakaowafanyia tahara ni 1050. Utaratibu ukoje? Tunapokea simu, message, mpaka tunazikimbia simu zetu. Naomba nitoe taarifa kwa wale wenye nia ya kutaka kulipiwa mahari na kusimamiwa ndoa zao. Kuanzia tarehe 10 mwezi unaokuja huu wa 4, tarehe 10 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 4, ni siku 20 takriban, tunaanza kutoa fomu
hapa hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation, mtaa wa Pazi, Kikale na Yombo. Fomu za kujiunga, fomu za maombi tunaanza kutoa tarehe 10 mwezi wa 4. Tusaidieni waandishi wa habari, hizi klipu zisambae, ziwafikie watu wote, ili mwenye nia ya kutaka na yeye kuingia kwenye jambo hili kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ndiyo tunaanza kutoa fomu za maombi, na mwisho wa kutolewa fomu ni tarehe 30 mwezi wa 4. Kuna ndugu zetu wa City College campus ya Ilala, mwaka huu pia wametuunga mkono, wametupa fursa ya kuwasomesha vijana wa Kitanzania 50 kupitia Al-Hikma Foundation. Na City College inafahamika inajihusisha na masuala ya afya, na ofa hizi tayari ziko chini ya Al-Hikma Foundation. Mtanzania yeyote ambaye alikuwa anataka kusoma masuala haya ya afya kupitia City College campus ya Ilala, wanaweza wakaja hapa Al-Hikma Foundation tarehe 10 hiyo siku ya kuja kuchukua fomu za ndoa, wakaulizia mchakato huu, tukachukua details zao. Al-Hikma Foundation itakapojiridhisha huyu anafaa, tutaandika barua ya kitaasisi, tutampa muhusika anapeleka City College campus ya Ilala, na hatimaye atasomeshwa Mungu akipenda. Yule Mrashia, umeona alioshinda Mrashia, yule jamaa sijui ana nyota ya aina gani, hakuwahi kushiriki mashindano duniani asitoke namba 1. Sasa mtu anatoka namba 1 miaka 10 mfululizo, mashindano ya Marekani, ya Dubai, ya wapi, akija kwa Mkapa, si jamani, si hatugaragaza tu. Alafu kinachowasaidia wenzetu wanapata scholarship, wanapata fursa za mashindano mbalimbali ya nje, wanaongeza uzoefu. Sio watoto wetu ndo mumu ndani tu, bado tunapambana kuwatafutia channel za nje. Kwa hiyo Watanzania, poleni ikiwa hilo limewagusa, kwamba ona huu mwaka wangapi mfululizo mtatokea kuwa mshindi wa kwanza. Tunaweza kutengeneza hiyo mipango na akashinda kila mwaka, lakini tunamogopa Mungu, tunaogopa laana ya Qur'ani tukufu. Tunawachia majaji na jitihada za watoto, lakini tunaahidi kulipitia tena upya hili jambo. Miongoni mwa sababu zinazopelekea mmomonyoko wa maadili katika nchi hii ni watu wa aina mbili: vijana wetu hawa wasanii na nyinyi waandishi wa habari. Nyinyi hamjui content ipi ya kupelekwa na ipi ya kutopelekwa. Tunapiga kelele na nyinyi ndio mnaongoza kurekodi zile video. Wale vijana wetu wa kibongo, wale walodata, wale bongo flavor, waimbaji, maactor, maactress, ambao ukiangalia uvaji wao, mwenendo wao, michezo yao, miziki yao ni aibu tupu. Nyinyi mnashadidia, dada zenu wanadhalilishwa. Leo star yuko na huyu demu wake wazi kabisa hadharani, hana noma wala kokoro. Kesho kampiga chila na demu mwingine, kesho kutwa ana demu mwingine. Nyinyi mnashadidia ex fulani wa fulani mpya, ex fulani wa mpya, na nyinyi mnapata dhambi, waandishi wa habari. Mimi najua waandishi wa habari wa Kitanzania wengi mna dini na mna hofu ya Mungu. Msipeleke maudhui yoyote ambayo ndani yake ina mmomonyoko wa maadili, piga chini. Lakini ukisema bana mimi itanipatia viewers, subscribers, nitakuja kupata chochote, kwa Mungu siku ya kiyama utaulizwa na wewe ulichangia mmomonyoko wa maadili katika nchi hii kupitia chombo chako. Naomba radhi kwa kuwachapa, Muhammad ndo kasababisha.